Kama una date na mtu kuanzia miaka 20 to 25, ili somo linakuhusu. Na kama una date na mtu kuanzia miaka 25 mpaka 35, somo linakuhusu. Kama una date na mtu kuanzia umri wa miaka 35 mpaka 45, ili somo linakuhusu. Na kama una date na mtu kuanzia umri wa miaka 45 mpaka 55, pia ili somo linakuhusu. Mara nyingi watu tunapofikiria swala zima la kuingia katika mahusiano, umri hatufikiriagi katika namna ya una mchango mkubwa kwa mtu unayehusiana naye ama katika mahusiano yako. Kwa hiyo hizi ni hatua za umri wa watu. Sasa hawa watu wote wana maisha tofauti katika mahusiano. Sasa twende katika namna ya kuelezea ama kuchakata hizi hatua ama hizi stage za umri katika mahusiano. Tukianza na 20 to 25, enjoying the moment. Hawa ni watu ambao wanafurahia wakati wa mahusiano. Ni watu ambao wana picha walikuwa nazo. Ndio tunasemaga kwa mfano mtu ukitoka kubalee, kuna baadhi ya vitu unadhani utavifaidi. Unaonaga baba na mama wanafaidigi Kwa hiyo kumbe kuna vitu vingi unahitaji kuexperience, unahitaji kuviona, unahitaji kuviishi. Kwa hiyo ni watu wale wenye shauku, ama ni watu wale waliokuwa wanayaona mahusiano katika namna ya pepo, katika namna ya bang, katika namna ya bata, katika namna. Kwa hiyo wanahitaji kuyafurahia mahusiano. They know nothing about commitment. They know nothing about relationship. They know nothing about goals, about whatever. Hawa ni watu wasiojua chochote kuhusiana na mahusiano. Ni watu wanaojua furaha tu katika mahusiano. Kwa hiyo kitu unachoweza kuwapa kama una date na mtu wa 20-25 ni kumfanya enjoy the moment. Ni hii tu, anahitaji kufurahia tu. Kwa kama una date na mtu wa 20-25, usifikirie mambo kwa mapana. Unajua tutakufa pamoja, tutazikana, yani mimi na wewe ndio tuachane, yani mimi na wewe ninakwambia mpaka kiyama. Don't do that. Usifanye kosa la kujipa viapo, usifanye kosa la kubwaga moyo wako kwa watu wenye umri 20-25. Usijiachie hapo ukasema mimi bila wewe siwezi kuishi. No my friends. Bado ana safari ndefu. Bila yeye wewe ishi. Usitegemee hatofanya chochote, cause when you atofurahia na wewe, my friends, utamkosa. Iwe mwanamke iwe mwanaume. So kama unahitaji kubang katika hii level, basi hakikisha furaha ndio iwe sehemu ya msingi. Umemfumania, usiweke hard feelings. Hajakusikiliza, usiweke hard feelings, cause yeye afocus na hivyo vitu vingine vyote vinavyokuzunguka. Yeye ana focus na kufurahia tu mahusiano yako. So usitafute mchawi nani ukidate na mtu wa miaka 20 to 25. Jua yupo katika age ya kwamba haelewi chochote. Na kama unahitaji kumkuza, then unatakiwa uwe na mbinu ya kumfundisha baadhi ya vitu na kumvumilia. Nasemaga obvious. Kuna umri fulani usihitaji mtu apply umri wa miaka 20, unahitaji aishi maisha kama miaka 50. Tutaenda kuona huko mbele umri unavyokuwa unamata. Kwa hiyo lazima uelewe the moment yupo katika 20-25 ni mtu wa aina gani, anabidi yawe katika namna gani, uishi naye katika namna gani. Yaani usishindwe kukosa usingizi kwa sababu ya mtu wa 20-22. Maana yake usiwe commitment. Even if una malengo naye ya mbali, kuwa na subra, kuwa na muda wa kumsuka. Taratibu utasogea naye na utaona mabadiliko. Kadri unavyozidi kusuka utaona mabadiliko. Kama utafanikiwa kufika naye mpaka 25 to 35, kuna mabadiliko utayaona. Lakini sasa twende kwa watu wa hatua ya pili ya wanaodate na watu wenye miaka 25 mpaka 35. 25 mpaka 35 ni watu wanaoishi kwa uzoefu. Usanielewe? Ndio unakutana na watu wameenjoy the moment, dunia imewafundisha vitu vingi, anafika 25 kaelewa vitu vingi, miaka 10 hapa. Kuna vitu vingi kisha experience, kuna mambo mengi kishaelewa. Sasa anauishi uzoefu. Mtu wa 20-25 unaweza ukamwambia kitu asipokizingatia, mpe muda. Mtu wa 25-30 ukimwambia kitu asipokielewa, kuna ulaki. Mlishompoto kisha kusema neno la kitoto mtoto kumwambia mtoto mwenzake tunasema watoto wanacheza, ila neno la kitoto mkubwa kumwambia mkubwa mwenzake kuna uraki. Kwa tayari amekuwa matured kwa namna ndogo ambayo huyu mtu mnaweza mkaelewana 20-25 mpaka 30. Mnaweza mkaongea vitu vyenye msingi hata visipokuwa na nguvu
Lakini kama hajakuelewa, my friends, kuna namna hayupo sawa. Usidate naye kama ni mtu ambaye mgeni. Usidate naye kama ni mtu hana uzoefu. Usidate naye ni mtu kama una training. Huyu msikilize mawazo yake. Yapokee maana yangu, lakini pia mnaweza mkaanza kupanga vitu. Kuna baadhi ya vitu alivikosea hapa, nataka kuvifanya kwa usahihi. Kuna baadhi ya vitu alivikosa hapa, nataka kuvipata. Kuna baadhi ya vitu hajaviishi hapa, nataka kuviishi. Kwa hiyo bado ana zile elements za ujuaji mwingi, ana zile elements za kuhitaji kujua zaidi, ana zile elements za kujaribu vitu vipya kwa namna mpya. Umemwelewa huyu mtu hapa? Kwa ukidate na mtu hapa, mwelewe ni mtu anaoishi kwa uzoefu. Maana ya kuishi kwa uzoefu sio anajua. Sometimes kuna watu wamezoea hivi hata kama sio sawa. Kazoea jambo ambalo sio sahihi. Lakini mbona mimi nilikuwa nafanyaga hivi? Alafu mtu akifanyaga hivi uje mwisho wake uko pale. Kwa uzoefu kautoa sehemu ndogo sana ya miaka 10 kuenjoy, kapata uzoefu mdogo sana. Kwa hiyo ana uzoefu wa miaka 10 katika mahusiano. Hajakomaa kwa maana sehemu kubwa. Kwa bado ana mapungufu ya kuzoea vitu ambavyo pengine sio vya msingi. Bado anataka uendelee taratibu, lakini usimpuuzie. Anaweza akakwambia vitu vya msingi, unaweza kumfanyia vitu akajua hapo unanizingua. Tofauti na huyu hapa. Huyu akajua kabisa hapo unanizingua na nitakukorofisha. Kwa hiyo kuwa makini unapoanza kudate na watu wa miaka 25 mpaka 35. Kidogo wanaanza kuwa na experience na kuelewa, lakini bado utahitaji kuwa training, kuwafundisha na kuwavumilia kuweza kukaa sawa. Twende kwenye umri wa miaka 35 mpaka 45. Wamepanga malengo. Hii sio panya. Sawa. Wamepanga malengo. Sasa 35 to 45, huyo mtu ukisha enjoy moment, ameshaishi kwa uzoefu, kajifunza uzoefu mpya, kuona kwamba ule uzoefu wake haukuwa sawa na vitu fulani alivyoviamini havijaenda sawa. Sasa anayapanga malengo. Ukidate na mtu wa 35 to 40, ongea kuhusiana na maisha. Hapa tunapunguza starehe. Na hata kama starehe zipo, zinakuwa starehe zisizo na gharama, ama gharama imepangiliwa. Ni watu ambao wanahitaji kujua kesho yao. Ni watu wanaohitaji kujua maono yako kama mwanaume, kama mwanamke. Ni watu wanaohitaji utulivu, ni watu wanaohitaji kusikilizana. Ni watu wazima. Sasa kuna zile age kiongozi anaweza akawa mwanaume tu ama akawa mwanamke tu. Hii ni age ya sasa, ni age ya kusikilizana. Ni mtu ambaye unatakiwa uanze kuongea naye malengo. Huu ni mtu asiyejali eti jana mmegombana mjapokeleana simu basi mtanuniana biashara ziende. Huyu sio kama huyu. Huyu mtagombana, lakini swala la malengo ndio swala mama kwake. Ukidate na mtu 35 to 40, kuwa mtu wa malengo. Kuwa umejipata, unataka kuelekea wapi, maono yako ni yapi, ili kama ni mwanamke akasimamie, kama mwanaume akayatekeleze. Si umeelewa? Kwa hiyo 35 to 40 ni wale wanawake tayari wana malengo, ni wale wanaume tayari wana malengo yao, kama kununua kiwanja, sio kama kuanzisha biashara, kama kujenga. Ndio maana unakuta watu wengi wenye umri huu wanakuwa na watoto, na kama hawana watoto kuanzia umri huu wanaanza kupata mtoto. Mtu akifikisha 35 ana mtoto, ndani ya 35 mpaka 40 atakuwa tayari kupata mtoto. Mtu akiwa na 25 to 30 anaweza sistuke kama hana mtoto. Akiwa na 30 to 45, hapa kati lazima awaze sana kuhusiana na mtoto, kwa sababu tayari anaanza kuwa na malengo. Hapa kati lazima awaze na biashara, hapa kati lazima awaze mustakabali wa maisha yake. Kwa unapoingia katika maisha na mtu wa 35 to 45, anza kuwaza mustakabali wa maisha yake pia. Usijiwazie wewe binafsi, lakini jiwazieni pia kwa pamoja katika malengo mama mnaojiwekea. Hapa mna date kwa malengo. Sawa sawa. Kwa hiyo usi-apply malengo kwa mtu mwenye miaka 20, 25 to 35. Japo hapo unaweza ukawa unajaribu. Sawa? Japo hapo unaweza ukawa unajaribu. Lakini hapa
utaumiza kichwa chako na utamwona mwanamke hafai, utasahau umri wake ndio sababu. Hapa unaweza ukajaribu kuweka malengo, lakini hapa ndio umri sahihi wa kuzungumza naye mambo ya msingi. Sasa ukiona mtu ana 35 to 45 alafu hayupo katika mipango ya malengo, kuna urakini. Huyu mtu ana matatizo. Usimchukulie ni mtoto, usimchukulie foolish age. Muweke sawa. Na kama hajakaa sawa kwenye hili swala, sio mtu wa kuwa naye. Manake nature hii ni mtu alikuwa matured na ana malengo. Twende katika umri wa miaka 45 tu 50. This is very interesting. Very very interesting. Kama ushaye kusikia, mimi bwana nataka mwanaume mwenye 6 pack. Bwana mimi nataka mwanaume mwenye gari. Mimi nataka mwanaume mwenye kazi yake bwana. Huu ndio umri wa kwamba mwanaume yoyote mradi awe anapumua tu, mimi nakuwa naye. Ndio umri wa 45 tu 55. Hapa kama mwanaume atatafuta mwanamke mwenye msikivu tu, mzuri tu, wa kawaida tu, ambaye atamsikiliza na wataweza kupanga mipango yao vizuri, atakuwa naye. Hataangalia wowo, hataangalia situ mwenye spana, mwanamke situ mwenye, hatotazama hicho. Mwanaume atachukua mwanamke atamweka ndani. Na mwanamke atakubali mwanaume yoyote anayepumua amweke ndani. Huu ndio umri wa lala salama. Huu ndio umri wa dakika za jioni. Huu ndio umri wa maji ya jioni. Kwa hiyo umri wa 40 tu 45, hawa ni aina ya watu ambao this time wanataka, wako tayari kwa maisha. Jambo kubwa wanalotaka ni kuwa na mwenzao tu. Sasa hapa tunasaka heshima. Okay. Hapa maana yake hapa wanatafuta heshima, wanatafuta mwenza, kwa sababu hapa ndo tunaingia kwenye utu uzima sasa. Nani wa kumwangalia, nani wa kuzungumza naye, nani wa kumtunza, nani wa kupanga naye vitu, nani wa kusimamia vitu. Kwa hiyo hii ni age ya watu ambao hawatazami sura, hawatazami una nini. Hii ni age ya watu ambao wanaweza wakahangaika na. Kwa nini nimekwambia hili somo ulielewe? Ili usichanganye vitu. Usitake kuishi maisha ya 35 to 45 kwa mtu wa 20, 25. Kwa mtu wa 25, 30. Kwa hiyo leo hii mtazame mwenzako ana umri gani, then uanze kuapply hivi zile changamoto zinazotokea pengine zinatokana na umri wake. Yale mambo ambayo hamuyafikii pengine yanatokana na umri wake. Na badala yake sasa uanze kuishi level ya umri wake, huku ukiwa unamsogeza katika namna nzuri ya wewe unavyotaka. Tusihukumu wa watu moja kwa moja, bali tuanze kutazama pia umri. Kwa hiyo huyu mtu anaweza akahukumiwa kama ataleta kosa hili. Kuna umri ukifika, hii enjoy, hii furahi, watu hawaipi tena msingi. Watu wanachoipa msingi ni mambo ya msingi. Mtu afurahi, lakini kuna mambo yanaenda katika mahusiano, hilo ndio linageuka eneo lake la mahusiano. Tunao watu hawafurahi mahusiano yao ama ndoa zao. Watu wanateseka sometimes, lakini kuna eneo kajiweka. Ana mipango yake na wana mipango vizuri na mumewe, hiyo inatosha. Sio, unanielewa? Kwa hiyo anza kutazamia umri kama eneo la msingi katika mahusiano. Na kama upo katika level ya malengo, then achana na watoto wa 20, 25. Achana na 25 to 35. Anzia 35 to 45. Ndio utampata mwanamke wa malengo. Ndio utampata mwanamke anaweza kuwa commitment na wewe. Ndio utampata mwanamke anaweza kuelewa nini maana ya kumtii mwanaume, nini maana ya kumsikiliza mwanaume, thamani ya mwanaume ni ipi. 35 to 45. Na mara nyingi changamoto tunaikuta hapa, tunakuta tayari wana watoto hao, lakini ndio tayari ambao wako matured kukuelewa. Umeenda mbali 45, huku ndio umemaliza kabisa. Na ukimpata 45 to 55, yani huyo mtaishi kama remote, mtasikilizana kweli kweli, kwa sababu anaelewa thamani yako kwa ukubwa wake. Kakosa watu huko kote, kaja kukupata dakika za jioni, lazima akutunze, akuheshimu.
Sawa sawa. Kwa hiyo lengo ni kutochanganya madawa, kutaka mtoto wa 2000 akaishi maisha ya mtoto wa 45, kutaka mtoto wa 25 akaishi maisha ya 35 au 45 au 50. Nimezungumza sana, naamini utakuwa umenielewa. Sasa naomba uniambie, wewe mahusiano yako una date na mtu mwenye umri wa miaka mingapi? Ama wewe naye pia una umri wa miaka mingapi? Maisha yenu yapo katika stage ipi? Stage ya 45, stage ya 50 ama stage ya 20? Ukijiona mpo katika 45 tu 35 alafu bado mnaishi maisha ya 20 25, nyinyi mna matatizo. Hamjakuwa. Sisi tunasema umri is matter. Umri unachangia ukuaji kutokana na uzoefu. Kwa hiyo lazima uanze kutofautisha umri wenu uendane na hatua za maisha mnayochukua katika mahusiano yenu. Hope umenielewa vya kutosha, na hili somo litaenda kukusaidia wewe na mwenzako kupunguza makali ya mahusiano yenu, kupunguza matarajio, lakini pia kujijenga upya katika mahusiano uliokuwepo. Naitwa Mombek Crispin. Usiache kusubscribe ili kuweza kupata masomo mengi zaidi na mazuri. Hadi wakati mwingine tena.